God is good, and all the time, and even now, God is so good. Sindio? Nashukuru sana Your Excellency kwa kuweza kuwa hapa kwa mwito ya kuweza kuomboleza kifo ya baba yetu ambaye ameweza kutuacha, na tunashukuru kwa sababu tumeungana kwa imani kwa kuweza kujua sisi yote siku moja tutaenda mbinguni. Hii ni ishara ya kuoneshana kila mmoja ya kuweza kutosha. Tunashukuru sana na nasema pole sana kwa niaba ya familia yangu na familia ya Bahati constituency na Nakuru County. Nasema poleni sana na mpokee pole zetu. Sisi ni ndugu yetu, kama mmeadhiliwa pia sisi tumeadhiliwa. Kwa hivyo poleni sana sana sana. Your Excellency the Deputy President, mimi nilikuja jana, nilikuja kuomboleza na ile watu waliweza kupigwa risasi. Tukakuja na Sudi, tukakuja na ndugu yetu Caleb, na ninakupa nguvu ya kusema tuko nyuma yako na tunashirikiana na wewe. Na sisi tunashirikiana na wewe kwa safari ile wewe uko naye. Na tushirikiane na wewe kwa sababu wewe ni Mkalenjin. Tunashirikiana na wewe kwa sababu umeoneshana utaweza kuunganisha Wanakenya wote wakae pamoja. Na Your Excellency, hii jikoni huko ndani unapika chakula ya sisi wote Wanakenya. Lazima kwa jikoni iko moshi, iko joto. Wewe vumilia hiyo yote mpaka chakula iive. Huko ndani kaa tu. Ukiambia uweke mask, weka mask. Sanitizer weka tu. Mpaka chakula iive, ugaie si chakula tunangoja chakula yako. Na ile chakula tunangoja yako ni chakula ya amani, ya kuweka sisi pamoja. Sisi juzi tunasema na Caleb na Sudi na wengine tunaenda kuchukua ndege helikopta tumekomboa, tunakuja kuomboleza kwa sababu ya sisi kuwa ati tunaitanishwa na wewe tukanyimwa clearance. Hatukupewa clearance. Lakini tukasema Mungu hakuumba ndege peke yake. Sisi na Sudi na rafiki yangu tukasema tuanze safari yetu ya mguu na gari. Ikiharibika tutaenda mguu mpaka tufike huko tuomboleze. Na tulifika huko na tukaomboleza na watu wa huko kwa sababu hiyo kifo sio kifo ya njia mzuri. Hiyo kifo ni kifo ya wale watu wanatuchunga na wanaleta mambo mbaya ya kuua watu yetu. Na tukauliza, ni corona itaua watu ama ni askari yetu wataua watu? Tukashangaa sana kwa hiyo. Na kwa sababu ya kufika kuongea hiyo peke yake, nikaona message imetumwa ati nimetolewa kwa kamati. Nimetolewa kwa kamati. Sasa mimi nikishakuliwa na watu ya Bahati, sikuambiwa mambo ya kamati, niliambiwa niende nikawatetee na niwaunganisha na watu wengine. Hiyo kamati haijalishi sisi. Na hii dictatorship until when? Your Excellency, sisi tunakuombea. Na tunakuombea kwa sababu hii umeoneshana utaweza kusaidia mtu, utaweza kusaidia watu, utaweza kuunganisha watu. Lakini kwa sababu nimefika hapa siku ya leo, huyu mzee ametuita mkutano ambaye analala hapa. Nitawaambia kitu moja watu hapa hamjui na mjue leo. Wengi wanauliza Deputy President, ni shida gani ilikuja? Inaonekana ni kama anaondolewa kwa mipango mingi. Niwaambie leo. 2013 His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta ambaye ni rais wetu wakakutana Nakuru na Deputy President. Wakasema wacha tuhakikishe kama hatujachaguliwa tumeunganisha jamii ya Wakikuyu na Wakalenjin na kabila zingine zote, hata tukikosa kiti tuache tumeunganisha hao watu. Na wakakubaliana hiyo. Sisi Wakikuyu tulisema haiwezekani tena, tulikosana 2007 2008 tukasema haiwezekani.
Uhuru Muigai Kenyatta akatuambia utaweza chagua rafiki lakini jirani huwezi kumchagua, lazima tuende na Wakalenjin safari hii. Tukasema tumekubali. The President akasema hata kama ni pump tutanunua ya kupeleka maji Mount Kenya, tutapiga hii maji mpaka iende huko. Na alitumia hiyo mpaka tukaenda wapi? Tukashikana sisi wote. Watu wanasema the Deputy President anatukana rais. Mmesikia akitukana yeye? Mmesikia akidharau yeye? Hakuna. Ile shida yako naye ni moja peke yake. Walipokubaliana kuunganisha miaka 5 mkaona maendeleo, mkaona tukijenga mashule, tukitengeneza rami, tukitengeneza kila kitu. Zilikuwa mzuri miaka 5. Alafu kitu naitwa handshake ikakuja. Handshake ikakuja na condition yake. Na condition ya kwanza ilikuwa hakuna haja ya kuunganisha watu. Wacha tugawane nchi hii, tuwe na machief na coordinators. Wewe Kalonzo kaa Ukambani uwe senior chief ya Ukambani. Wewe Raila Odinga kuwa headman na chief huko Nyanza. Wewe Joho kuwa headman ukae huko Mombasa. Wakagawana nchi, wakaiweka kwa ukabila, kwa uchief. Mtu mmoja peke yake ndio alikataa kukubali kukuwa chief ya Wakalenjin, na ni Samaya Arap Ruto. Akasema yeye atasimama kuunganisha nini? Wana Kenya. Hiyo ndio vita ile yako naye. Hana vita ingine. Kwa msimamo ya kusema mimi nimekataa kuwa chief, mimi nataka kuwa kiongozi wa kuunganisha nini? Watu yote. Hiyo ni makosa. Hiyo ndio Mwenyezi Mungu anayosema. Kwa hivyo safari hii Your Excellency, usijali, tuko na wewe. Mimi nikiwa Kimani Ngonjiri nitanyang'anywa viti yote, nitafanywa nini? Bora wasiguse roho yangu na wasiguse roho yako. Hii safari tutaenda. Hata kwa Biblia kuna yule alihangaishwa kila kitu ikakwisha. Si baada yake alipata kitu na kitu kingine? Mheshimiwa Rais ambaye ninaadresi leo na kuadresi kama rais wangu wa 2022, you are my president. Kwa sababu ya kuunganisha watu. Angalia saa hii Your Excellency. Sisi tuko na 3 arms of the government. 3 arms of the government. Parliament, judiciary na executive. Sisi 3. Mkiangalia mzuri, sisi tumeua 2 arms. Tumeua bunge, imekwisha. Tumeua judiciary, imekwisha. Sasa imebaki moja tu ya kusema na kutenda na nguvu. Hiyo ndio tuliweka kwa katiba yetu. Na watu wanasema hata mimi napenda rais wangu Uhuru Muigai Kenyatta. Mimi nasema rais wangu for now is Uhuru Muigai Kenyatta. Deputy yake ni nani? Ni Bwana Ruto. Ikifika 2022 contract imekwisha. Mtu aende umaraya pale anataka kwenda. Lakini there is contract. Watu wanaambia Samaya Ruto wanasema ati wewe umeanza kufanya siasa ya 2022. Mimi nawauliza, Deputy President amenyamaza. Nani wanaendesha siasa? Nani wanaendesha siasa? Si ni hawa. Wanaendesha siasa, wanasema hii, wanasema hii. Juzi Caleb wanauliza akaunti yetu, ile pesa tunalipa itakuwa namna gani? Na tunataka tupewe akaunti yake. Kusema hiyo ni mbaya. Caleb akaambiwa na kamutu kengine kafupi kanaitwa Ngonjiri. Na mjua iko Ngonjiri mbili. Iko Ngonjiri mrefu ale mzimale na iko Ngonjiri kameko kama ile gasi ile kidogo anakaa huko central. Iko tofauti. Kwa sababu ni wakalimu tayari kosa hiyo tofauti. Huyu ndio Ngonjiri ya Deputy President. Ule ni kameko ya pande hiyo nyingine. Mjue hiyo. Iko mfupi na mrefu na mrefu. Na ule mrefu anaona mbele kabisa, anaangalia Ruto mbele. Ni mimi. Naangalia mbele kama iko maneno. Na ninasema risasi ya kwanza ikute mimi, kama haijakuta nani? Hiyo ndio askari mzuri. Kwa hivyo mkae na amani. Na pia mshukuru. Unajua mtaweza kusema Deputy President ni nani? Hamwezi kujua. Ni kama vile Yesu.
Walipoambiwa Yesu analete roho ya kubatisha sisi, kuweka sisi kwa wokovu, wengine wakasema yule mtoto wa yule carpenter. Ule mtoto wa carpenter. Nyinyi mkae mkijua mko na nani? Mtu anatukanwa, anafanya kila kitu na ananyamaza. Hiyo si roho ya Mungu. Si roho ya Mungu hiyo. Tuko na mtu hapa tunafuata sisi yote. Na tukifika huko mbele tutaweka kidole na tutaramba asali. Inawaambia kwa sababu ya Wakikuyu wanajaa hapa kila pahali. Si wanafanya biashara? Nyinyi mko kila pahali kwa hii. Si mnafanya biashara? Basi ukae namna hiyo, tuungane pamoja, na hata tukiambiwa nini tuendelee kukaa pamoja. Nasikia mkitaja mambo sijui kutunyi sijui nini. Wacha hiyo siasa. Hiyo mpigane kama David hayuko. It's a very cheap politics. Hiyo ni siasa ya chini sana. Huwezi kuzungumza mambo ya kutunyi mbele ya mkutano wa deputy president. Hiyo ni kuweka mnaweka yeye juu. Wacha hiyo maneno. Sisi twende safari yetu. Twende huko safari yetu, tunaenda huko mbele. Watu watakuja kujipanga. Na Mungu awabariki. Asante sana.